Maombi yanaweza kubadilisha vichungu kuwa vitamu, milima kuwa tambarare, kifo kuwa uhai, adui kuwa rafiki, limao kuwa juisi, shida kuwa raha, mshenzi kuwa muungwana na shetani kuwa malaika. Usiache kuomba. Mlilie Mungu kwa maombi, akunyamazishe kwa neema. Walilie wanadamu kwa machozi, wakunyamazishe kwa aibu. Jitahidi kwanza kuwa mwema kabla hujaomba mema. Unalalamika sana kwa Mungu kuwa hajibu maombi yako, na wakati meseji za washikaji zako tu hujibu. Mwenye hofu ya Mungu husambaza upendo. Mwenye hofu ya shetani husambaza chuki. Maneno ya watu hayawezi kumzuia Mungu kukubariki. Usikate tamaa. Yawezekana kesho jioni tu ndio siku yako ya kupokea hitaji lako. Usiumize mtu aliyekuja kwako kwa nia kukupa furaha. Mungu hapendi. Wala kimoja usimpe milioni 10. Maana yake Mungu hawezi kukupa vitu kuzidi akili yako, maana anakujua. Kupigwa na usingizi wakati wa ibada ni uthibitisho wa uwepo wa shetani. Kesheni mkiomba. Mungu yupo kila mahali, ingawa mara nyingi tukianza kusali tunaangalia juu tu. Kikubwa mkamate elimu na wala usimwache aende zake. Mithali 4:13. Hii ni Mkoi TV Online. Mimi ni Hilal Kanal. Mwandishi wa makala hii ni Dennis Mpagaze. Mkoi TV. Jina langu naitwa Katokanya Ibrahim. Ni mkazi wa kijiji cha Namanyere katika mkoa wa Katavi. Nilizaliwa miaka 21 iliyopita, na tangu nilipozaliwa mpaka kufikia umri huu kwa muda wote nimekuwa nikiishi na mamangu mzazi, ambaye yeye ni mkulima na pia ni mfanyabiashara, anauza chakula pale Namanyere. Lakini tangu nimezaliwa kwa kipindi chote hicho sikuwahi kumjua babangu, na kiukweli nilikuwa na hamu na shauku ya kumjua babangu katika kipindi chote hicho. Lakini kila mara nilipokuwa nikimuuliza mama tangu niko mdogo, babangu yuko wapi, hana majibu mazuri ya kunielewesha. Wakati mwingine kwa sababu nilikuwa ni mtoto, alikuwa tu ananijibu kwa mkato, na kwa sababu bado nilikuwa na umri mdogo nilikuwa sioni umuhimu wa kufuatilia zaidi. Lakini kadiri nilipokuwa nazidi kukua, nilikuwa natamani na shauku ya kumuona baba yangu mzazi, kwa sababu hata pale mtaani kuna watoto wenzangu au vijana wenzangu wana wazazi wao. Nilitaka tu nijue babangu yupo, kama yupo hai nimuone, au kama amekufa basi niweze kujua kama babangu amekufa au la. Na kiukweli sio haikuwa tu shauku ya kumjua, lakini pia wakati mwingine nilikuwa nahisi kama vile labda nina mapungufu fulani. Wakati mwingine naona kama kuna mambo yangu pengine hayaendi kwa sababu tu simuoni baba, sijui yuko wapi, namuona mama tu peke yake. Kwa hiyo mtu yote anajua kwamba kuna umuhimu wa kumjua mzazi wako kwamba yuko wapi. Na wakati mwingine hata ni vema ukajua kama amekufa basi ujue kwamba amekufa, au kama yuko hai uweze tu kujua kwamba yuko hai, lakini japo hata uweze kumuona. Basi nilianza kufuatilia zaidi kwa undani, kuuliza ndugu zake na mama zangu wadogo, wajomba zangu, na wao pia walikuwa wana majibu ambayo yanaeleweka. Sikukata tamaa, niliuliza majirani, watu ambao walikuwa karibu na mama kwa muda mrefu, miaka mingi, kwamba wanafahamu chochote kuhusiana na babangu, lakini kimsingi na wao pia walikuwa wana majibu yanayoeleweka. Siku moja nilimfuata mama pale ofisini kwake kwenye biashara. Nikamwambia mama, leo nimekuja, nachohitaji kitu kimoja tu, uweze kunifahamisha babangu mzazi yuko wapi. Niambie tu kama amekufa, mimi sasa hivi nimeshakuwa mtu mzima, tashukuru Mungu kwa sababu kifo kila mtu amepangiwa kufa. Basi kama yuko hai basi pia nijue tu mahali aliko, japo hata niweze kumuona, roho yangu ndio itaridhika. Kwa kweli mama alikuwa mzito kuniambia, lakini nilimbana sana. Matokeo yake akaja akaniambia ukweli. Akaniambia kwamba babangu yupo, lakini aliondoka miaka mingi sana. Tangu nilipozaliwa tu, yani nikiwa tangu niko ujauzito, mama yangu alipokuwa na ujauzito, mimi nikiwa tumboni, kutokana na ugumu wa maisha pale kijijini, baba aliamua kuondoka kwenda kutafuta maisha mjini.
na tangu hapo hakuwahi kuwa na mawasiliano naye yoyote. Japo baba alimwahidi mama kwamba siku moja baada ya kufanikisha maisha atarudi, lakini hakuwahi kuwa na mawasiliano yoyote tena na mama. Lakini mama alifuatilia sana kwa muda mrefu, akafuatilia akaja kugundua kwamba baba yuko wapi? Yuko mjini. Maona yuko huko mjini Dar es Salaam. Basi alivyoniambia hivyo, nikamwambia mama, kuna picha yote ya baba? Akaniambia kiukweli babako hakuwahi kuwa na picha yote, na kuna picha yote ambayo inaweza ikamuonyesha. Si unajua tena kule kijijini na maisha kijijini, unajua hata teknolojia ilikuwa bado kipindi hicho. Baba ameondoka nikiwa bado sijazaliwa, alikuwa hata teknolojia ya mambo ya simu bado, picha pia ni ngumu kuweza kupata picha nini. Kwa hiyo kimsingi sikuwa na urahisi wowote wa kumjua au kupata taswira ya babangu jinsi alivyo. Basi nikamwambia mama, mimi nataka kwenda mjini kumtafuta babangu. Mama akaniambia, sasa utamjuaje babako wakati wewe humjui, hujawahi kumuona, hakuna picha yoyote, hakuna uwezekano wote wa kumpata, ujue anaishi wapi, anaishi na nani, na mji wa Dar es Salaam ni mkubwa, utajuaje? Mimi nilimjibu mama jibu moja tu, nikamwambia kwamba damu ni nzito. Kama babangu ni kweli yupo, basi naamini kutokana na uzito wa damu mimi nitamjua na nitaonana naye. Basi nikawa nimejiandaa pale nyumbani kimya kimya bila kumshirikisha mtu yoyote. Maona bwana, kajaribu kuonana na marafiki zangu japo kupata pesa nauli, wengine wakawa wananisaidia kunichangia, na kuna mazao pia tulikuwa tunavuna pale kijijini kwetu, alikuwa pale, nikaamua kuuza, kapata pesa kidogo kwa ajili pia kuanzia maisha baada ya kuja mjini. Nakumbuka nikaanza safari ya kutoka na Manyere pale moja kwa moja mpaka Mbeya. Nikalala siku moja pale Mbeya, nikafunga safari mpaka mjini hapa Dar es Salaam. Nilipofika kikweli sikuwa na sehemu yote ambayo nahisi kama naweza kupata labda malazi, lakini nikajihifadhi pale kituoni. Wakati mwingine nikawa nazurura tu mjini, ikifika usiku na kwenda kwenye vituo vya daladala na zurura. Nahisi pengine katika vituo vya daladala hapo pengine siku moja naweza nikakutana naye babangu, kwa sababu naamini sehemu ambayo watu wengi wanapatikana, na kwenda kwenye masoko. Umeona huko pia nikifanya shughuli vidogo vya kubeba mizigo na hapa na pale, lakini lengo kubwa na kwenda kwenye maeneo ya watu nikimtafuta babangu mzazi. Na moyo wangu ulikuwa unaamini kwamba siku moja nitakuja kumuona babangu mzazi, kama yuko hai nitamuona tu. Sikukata tamaa. Nakumbuka siku moja nilikuwa sehemu moja nimekwenda kununua chips. Nilipofika pale kwenye kununua chips, nikakutana na mtu mmoja ambaye zamani tuliwahi kusoma wote kule na Manyere, anaitwa Lameki. Kiukweli kabisa nilishukuru Mungu, nikaona kwamba hii ni hatua moja hapo ambayo nimeipiga. Baada kukumbushana mambo ya shuleni pale, nikamueleza, akaniuliza umefuata nini huko mjini, mbona hivyo? Nikamwambia dhamira yangu ilionileta huko mjini ni kumtafuta babangu alinizaa, na yeye pia anajua historia ya maisha yangu. Akaniambia, sasa babako mbona miaka yote hujawahi kumuona, humjui, inakuwaje, utamjuaje? Nikamwambia, bwana, babangu nimeelekezwa kwamba yuko hapa mjini na naamini kwamba damu ni nzito, siku moja mimi tu nitakuja kumuona baba. Basi Lameki akaniambia basi atanisaidia kupata makazi, sehemu ya kulala, na pia akaniambia basi tushirikiane wote pale katika banda lake la chipsi, ili at least basi nianze kufanya kazi pale nipate vijipesa kwa ajili ya kuweza kujikimu katika mahitaji madogo. Na kweli nikaanza pale kufanya kazi pale kwa Lameki, na nikawa naishi naye nyumbani kwake, ana chumba kimoja pale maeneo ya Tandale. Nikawa ninakaa naye pale, tumekaa tunaendelea kufanya biashara zetu. Lameki alikuwa na mahusiano na msichana mmoja hivi anaitwa Farida. Na unajua tena Lameki ni mfanya biashara wa chips, na mara nyingi Farida alikuwa anakuja pale anakula chips anaondoka. Lakini kiukweli kumbe yule Farida naye alikuwa na mahusiano na mwanamume mwingine. Basi ikatokea siku moja tukiwa pale katika biashara ya chips, yule bwanake mwanamume wa Farida yule akatokea pale, akamkuta Farida akiwa na Lameki. Katokea kidogo majibishano hapa na pale, hayakuwa mazuri, watu wakatakugombana pale, tukajaribu kuamulia. Lakini mwisho yote yule bwana akawa ametoka pale akiwa makasirika sana, maona huku na huku, akawa amemwaahidi kwamba Lameki kwamba siku moja bwana atakuja kumfanyia kitu kibaya, maona. Basi jamaa kaondoka, muda ukapita kidogo baada ya tukio lile. Siku moja tena tukiwa nyumbani,
usiku kwenye mida ya saa 6 hivi za usiku tukavamiwa. Umeona? Tukavamiwa na watu ambao hawajulikani. Umeona? Baada ya kuvamiwa pale, mimi nilikuwa niko ndani, lakini Lameck alikuwa zake nje amepunga zake upepo. Alipovamiwa pale usiku, akawa amemwagiwa maji ya betri. Hii wanaita tindikali katika uso wake. Kwa hiyo tangu hapo bwana yule akawa ametokea kuwa kipofu, haoni. Kiukweli ile ilikuwa tatizo kubwa sana. Umeona? Na tatizo lile lilifanya mimi, kwa sababu nilikuwa eneo la tukio, nikashikiliwa na polisi kwa ajili ya kuweza kutoa ushirikiano juu ya tatizo ambalo limetokea pale. Huku na huku, unajua katika kipindi kile ukishikwa tena lazima ukae lock up. Nikawa nimekaa pale lock up. Umeona? Kituoni nimekaa kwa muda kama wa siku 3 hivi. Sasa katika kipindi ambacho nikiwa lock up, kuna kijana mmoja akawa ameingizwa naye pale lock up. Yule kijana anaonekana ni mtanashati, ni kijana mdogo mwenye miaka kama 19 hivi. Anaonekana ni mtu ambaye kwao kidogo kuna vijisenti, kuna hela. Umeona? Baada kwa ameingia pale, mimi nikajikuta tu nimejenga ukaribu na yule kijana. Nikamuuliza, bwana wewe mbona hivi, kuna tatizo gani na wewe mwenzangu? Akaniambia, bwana mimi nimepata ajali. Umeona? Niligonga mtu kwa bahati mbaya, akawa amefariki, kwa hiyo ndio nimeshikiliwa hapa. Nikampa pole sana. Akaniuliza, na wewe nini? Nikamweleza mambo, tatizo langu ni hili na hili. Basi akaniambia, basi usijali, kwa sababu baba yangu atakuja kunishughulikia hapa, nitamuomba basi na yeye asaidie ili na wewe uweze kutoka nje. Akananiita kaka. Basi baada kama siku 3 za kukaa mle lock up, kabla kesi yake haijakwenda mahakamani na ile ya kwangu, kweli baba yake akaja kwa ajili ya kumtolea dhamana. Alipofika pale kwa ile akamsaidia, akamsimamia, yule kijana akapata dhamana. Baada ya hapo akanamlazimisha babake kwamba anisaidie na mimi ili aweze kunidhamini niweze kutoka mle ndani. Babake akanamkatalia, bwana anambia, bwana mimi nimekuja kwa ajili yako. Yule kijana akamwambia, hapana, kuna mtu yuko ndani ni kama kaka yangu, yani tumejenga urafiki na undugu wa karibu sana. Naomba na yeye pia umsaidie, kwa sababu pia ana tatizo kama la kwangu, na yeye pia amekutana na kesi, lakini kimsingi ile kesi haimuhusu. Kweli babake naye pia akanisaidia, yule mzee akanisaidia, nikaonana naye, nikamsalimia, akaniambia, bwana pole sana kijana. Kweli basi akaniambia, basi bwana tukawa tumeachana pale. Yule kijana akasema, basi poa, tukapeana namba za simu, nitakutafuta kaka. Sawa. Mimi kabidi tena nirudi pale ambapo alikuwa yuko Lameck pale. Katika kipindi hicho ambacho Lameck alikuwa yuko hospitali, unaona anashughulikia, tayari haoni, ni kipofu, kwa hiyo alikuwa bado amelazwa hospitali. Niliporudi nyumbani nikaona tafakari kwamba sasa nimeshapata matatizo. Huyu mtu ambaye namtegemea hapa mjini na ndiye ambaye msaidizi wangu, amenipa hifadhi, tayari ni kipofu, amemwagiwa tindikali. Lakini pia mimi nimekutana na kesi kama hizi, umeona. Lakini pia jambo lingine, bado nina jambo la kumtafuta baba yangu, na ndio swala la msingi ambalo nimeleta mjini. Kuna wakati nilifikia tu mpaka nakata tamaa, nasema hivi, kweli nitaweza kufanikiwa kumuona baba yangu kweli? Lakini kwa najipa moyo kwamba siku moja nitafanikiwa tu. Yani msemo wangu ni ule wa kuamini kwamba damu ni nzito. Na kwa sababu damu ni nzito, mimi na imani kwamba baba yangu nitamuona tu. Basi nikawa nimekaa pale, akili yangu ikajua labda siku moja nitaonana tena na yule kijana ambaye nilikutana naye pale. Umeona bwana, nikanajua labda siku moja nitakuja kuonana naye, lakini kapita muda. Najua tena watoto wa watu wenye pesa hawa. Kwa hiyo hakunitafuta, namba yangu alichukua yeye, mimi sikuchukua namba yake, lakini hakunitafuta tena. Kila siku nilikuwa nasubiri labda pengine naweza nikapata simu yake, kwa sababu najua tena kipindi kile biashara ile ya chips imesimama, na nilimuona kama kwao kidogo kuna hela, nikajua ndo mkombozi mwingine, pengine naweza nikanapata hata pesa kwa ajili ya kujikimu majukumu ya hapa na pale. Alile imekwenda, Lameck kweli akatoka hospitali, aliporudi pale nyumbani, lakini ndo hali yake ilivyo vile, haoni. Kwa hiyo kimsingi ikawa sasa yeye ananitegemea mimi niendelee na biashara ya chipsi, ili chochote ambacho kitakuwa kinapatikana na yeye kiweze kumsaidia. Mimi nikawa naendelea na biashara ya chipsi, lakini biashara nayo pia inahitaji uzoefu. Na mimi ndo kwanza nilikuwa nimeingia mjini na muda wa miezi michache sasa pale mjini, kwa hiyo kimsingi kucontrol biashara kama ile ilikuwa inanisumbua. Kaenda kuna wakati biashara inayumba, faida haionekani, pesa haionekani, kwa hiyo kanishinda kabisa. Na muda pia wa kodi pale katika ile sehemu ambayo tulikuwa tunakaa ukawa umekaribia kuisha. Umeona?
Lameki akanishauri bwana, kwa sababu tayari muda wetu wa kodi umekaribia kuisha, yeye anataka kurudi nyumbani kule na Manyere. Na pia akanishauri bwana, kwa nini tusirudi tena na Manyere? Umeona hali yangu jinsi ilivyo, na wewe hapa mjini hauna ndugu, hauna uwezekano wote wa kumpata baba yako na muda umesha kwenda. Kwa nini tusirudi tu nyumbani kwa ajili ya kujipanga upya? Mimi nikamwambia bwana Lameki, kiukweli mimi mtoka nyumbani, dhamira yangu kwamba nikirudi nyumbani niwe tayari nimekutana na baba yangu mzazi, na siwezi kurudi nyumbani bila kumuona baba yangu mzazi. Kama amekufa basi at least nifike hata kwenye kaburi lake, nilione tu kaburi lake, moyo wangu uweze kuridhika. Basi kama yuko hai niweze kujua kwamba yuko hai, hapo ndipo nitakaporudi nyumbani na kupeleka taarifa kwa mama yangu kwamba baba yangu nimeonana naye. Basi bwana Lameki akaondoka, akarudi zake na Manyere. Na mimi pale ikabidi niondoke kwa sababu muda ulikuwa wa kodi ulikuwa umekwisha. Lakini baadhi ya vitu vyake alikuwa ameniachia. Kuna jirani mmoja pale ambapo ninakaa, naye pia akajitokeza kunisaidia. Akasema bwana, kuna kaeneo nitakupatia chumba kwa ajili ya kujihifadhi katika muda wa siku 2-3 ili uweze kujipanga kwa ajili ya kutafuta chumba chako ili uweze kuanza maisha yako tena mapya. Kiukweli nilimshukuru sana yule kaka kwa sababu niliona tena pia hii ni njia nyingine tena ya kuweza kufanikisha dhamira yangu. Yule kaka kweli akanipatia chumba pale, nikaanza kujihifadhi. Akaniambia basi nikupatia hata mtaji wowote wa biashara yote ambayo unaweza kuimudu ili uweze kuanza kupata pesa yako na kufanya majukumu yako wewe mwenyewe. Nikamwambia kaka, kama utanisaidia basi itakuwa jambo la msingi. Yule kaka akanifungulia banda la mitumba. Kipindi hicho nakumbuka ilikuwa pale Sinza pale, maeneo makaburini. Akafungua pale banda lake la mitumba, akaniweka pale, akasema basi wewe uza hapa, kinachopatikana tutakuwa tunagawana. Kikweli mimi ni mchangamfu na nilikuwa naweza sana kuongea na wateja. Kwa hiyo pale eneo langu la biashara lilikuwa kidogo wateja ni wengi, yani biashara inatoka wateja wakauki, na wateja wangu wengi sana walikuwa kina dada kwa sababu tulikuwa tunauza sana nguo za kina dada. Umeona bwana, tunauza pale nguo. Kwa hiyo kinachopatikana pale nagawana na ule kakaangu ambaye ndiye msimamizi na ndiye mwenye ile biashara. Kwa hiyo maisha yanakwenda. Nakumbuka siku moja nikiwa nimekaa zangu pale katika eneo langu la biashara, akaja dada mmoja akiwa na gari. Akapaki pale, akawa ameona kuna nguo fulani vizuri tena, si unajua tena nguo za kina dada hizi. Akawa ameipenda. Alipopaki gari nikamkaribisha vizuri, akashuka pale na begi yake. Kufika pale akaniambia bwana, hii nguo shilingi ngapi? Nikamwambia bwana dadangu, hii nguo inauzwa shilingi 1032. Akaniambia kakaangu, kwa nini usinipunguzie japo kidogo? Nikamwambia kwa sababu wewe ni dada yangu, basi ngoja nikupunguzie kidogo, utanipa hata shilingi 27. Akaniambia sawa. Dada alikuwa mchangamfu naye, yani unajua tena alikutana mimi mchangamfu na yeye mchangamfu, basi tumeweza kuelewana pale. Akatoa pesa, nikampatia nguo, nikamfungia vizuri kwenye mfuko, akaondoka. Alipoondoka baada kama dakika 3 hivi nikahisi kuna kitu nakiona pale pembeni. Umeona, nikaona handbag yake, kwamba yule dada alikuwa amesahau ile handbag katika ile eneo. Nikaifungua, ndani ilikuwa ina pesa nyingi kidogo, kwa sababu kulikuwa na pesa za kigeni kama hizi dola hizi dola 100 kama ziko kama 3 hivi na 10,000, yani kulikuwa na pesa nyingi kiasi. Kulikuwa na passport yake yule dada, umeona, kuna leseni yake ya gari, vitambulisho viko kwenye ile handbag. Nikavitazama, nikasema hapana, sitaki kufanya jambo lolote baya kwa sababu mimi nimekuja mjini kwa dhamira kumtafuta baba yangu. Leo hii tena niingia kwenye matatizo mengine ukimbia na hivi vitu, na nikaingia kwenye mambo kama haya ambayo yanaweza kanigharimu, nikashindwa kufikia dhamira yangu. Na ukizingatia kwamba ni muda mchache tu nimetoka kukutana na matatizo kama yale ya kuwa lock up, na nimeona kabisa kwamba mambo kama yale hastahili. Kwa hiyo nikani nimejifunza kwamba lazima niwe mwaminifu katika mali za watu, kuepukana na makesi ambayo hayawezi kuwa na msingi juu yangu. Kwa hiyo nikani nimevitunza vizuri, nimeweka pembeni, kiamini kwamba pengine hata siku moja au pengine anaweza kaenda akakumbuka akarudi. Nimekaa pale kwa muda kidogo, kama baada masaa 4-5 hivi kupita baada ya yule dada kuja, akawa amerudi. Nikaona tena ile gari imerudi, amepaki mpaka pale, anahema, anahangaika. Akaniuliza kakaangu, kuna handbag yangu ambayo umeiona hapa? Nikamwambia dada, wala usiwe na hofu, handbag yako ipo. Nikaitoa pale sehemu ambayo nilikuwa nimehifadhi, nikampatia. Yani yule dada hakuamini. Yani hakuamini kabisa, kwa sababu anakuambia alizunguka kila eneo ambayo alipita mwanzo bila mafanikio ya kuipata ile handbag. Kwa hiyo yani akaona sasa hii ndio nafasi yani
Yule dada bwana akakagua kwenye handbag yake, akakagua vitu vyake vyote, akavikuta viko salama vile vile ambavyo aliviweka. Hakuna hata kitu kimoja ambacho kimepungua. Yaani yule dada alinitazama sana usoni, akanitazama sana, akaniuliza, bwana wewe ni kabila gani? Nikamwambia, bwana mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Katavi, mwenyeji wa Namanyele. Akasema, da, kwa muda ambao nimekaa hapa mjini, yani sijawahi kuamini kwamba kuna kijana tena wa rika lako ambaye anafanya shughuli kama hii anaweza kuwa muungwana kama wewe. Kiukweli kabisa sijawahi. Yule dada akatoa shilingi 30,000, akaniambia, bwana hii ni zawadi yako, ni shukrani yangu kwa kunifadhia mzigo wangu, na pia akaniachia na namba yake ya simu, akaniandikia. Akasema, bwana mimi nitakuwa mteja wako. Mara nyingi nitakuwa nakuja hapa kwa ajili ya kununua bidhaa zako kwa sababu wewe ni mfanyabiashara mwaminifu. Basi yule dada alipoondoka, pale bwana tunafanya biashara wengi. Umeona? Kuna wenzangu pale wanafanya biashara ya maji, wengine vinywaji baridi pale. Walikuwa nafuatilia ule mchezo tangu mwanzo. Yaani na kiukweli pale nilipochukua ile handbag baada dada kuondoka, sikumwambia mtu yote kwamba kuna handbag ambayo nilikuwa nayo. Lakini dada alivyorudi, nilivompatia ile handbag, alivoniuliza nikampatia, na ile shukrani alinipatia, wale rafiki zangu walikuwa wanafuatilia ule mchezo. Baada dada kuondoka, yani watu walikuja kunilaumu sana. Wakaniona kama mimi ni mjinga yani. Akasema, bwana mali kama hizi kweli unaziacha ziondoke? Yani watu waliongea maneno mengi kimsingi. Kila mmoja aliongea laki. Mtu mwingine anasema, bwana wewe kweli wewe ndio mshamba wa mwisho yani, wewe ndio boya sana. Yani unapata bahati kama hiyo eti unamrudishia mtu wenyewe kama yule, unamuona kwenye gari ya kifahari vile, wale wana pesa. Mtu kama yule hata ukiokota mali yake ukaondoka nayo yani hata sio dhambi. Umeona? Yani kila mmoja alinilaumu kwa namna yake. Mtu mwingine anasema, bwana yani wewe hata uwezi kuwa tajiri. Yani leo ndio umepoteza bahati yako. Lakini mimi niliwaambia neno moja tu kwamba mimi sikuja mjini kwa ajili ya kufanya uizi au tapeli au kumuibia mtu mali yake. Nimekuja mjini kumtafuta baba yangu. Kwa hata hizi biashara ambazo nazifanya na maisha yote ambayo naishi hapa mjini, lengo langu ni moja tu, kukutana na baba yangu. Kwa hiyo tukawa tumeishia pale. Dada akaondoka zake, ile namba ya simu nikawa ninayo. Lakini sasa kuanzia hapo nikawa nampigiaga simu kila mzigo mpya unapoingia, nampigia simu, naambia, bwana dada yangu kuna mali mpya imeingia, kwa nini usije ukapita ukaja ukaiona? Anapita pale akitoka kwenye shughuli zake, kazini kwake, anaona pale. Tukawa tunafanya biashara. Ikafikia wakati kuna muda mwingine mimi nampointia zile nguo nzuri, naziweka pembeni katika mfuko maalum. Anakuja wakati mwingine anaweza kazichukua tu pesa asinipe, akanipa siku nyingine, yani tumezoeana. Urafiki ukawa karibu sana kiasi ambacho yani kwa sasa kuna safari zake zile akitaka kutoka pengine kwenda sehemu usiku, anahitaji kuwa na mtu ambaye anaweza kuwa kama gadi yake, yani mtu wake wa karibu. Anaweza kanipigia simu, tukakangu uko wapi? Naambia, bwana mimi niko bwana, kesho utakuwa uko free? Naambia niko free. Ndio. Anakuja ananichukua, tunakwenda katika hizo safari zake au sehemu amealikwa na vitu kama hivyo. Sasa katika matembezi yetu mimi na yule dada, kuna wakati mwingine tunakwenda sehemu ambazo zina heshima. Unaona, ananitambulisha vizuri tu, lakini ananitambulisha kama kaka yake. Sasa anaweza kaulizwa tu na marafiki zake, unasema huyu bwana ni shemeji yenu. Unaona, mimi ile hali ikawa nimezoea nini, lakini kiukweli tukawa tumezoeana. Yule dada ikaenda, urafiki ukawa mkubwa sana kiasi ambacho mpaka akawa anataka sasa kupajua mahali ambako ninaishi. Nikijitazama hali yangu jinsi ilivyo na hali ya yule dada, kumuelekeza mahali ambapo mimi naishi, nikawa naona sasa ni aibu. Kwa sababu unajua tena hali yangu, sehemu ambayo ninakaa ni Uswahilini, Tandale, alafu sehemu yenyewe nimehifadhiwa tu. Kwa hiyo nikawa naona aibu kumpeleka pale nyumbani. Lakini pia yule dada mbali na kutaka kujua mahali ambako naishi, lakini pia alikuwa anataka kujua elimu yangu. Umeona, anahitaji kujua baba mimi nyumbani kwetu wazazi wangu wako wapi. Yani akawa ananihoji vitu vya undani sana. Wakati mwingine nikawa najaribu kumkwepa ili asijue sana mambo yangu ya undani, kwa sababu hata historia ya maisha yangu haikuwa nzuri sana kama unavyojua. Nimekuwa na mama tu, baba sijui yuko wapi. Na istoshe hata elimu yangu pia sikusoma vizuri. Nilisoma kwa kusomeshwa na mama ambaye alikuwa mfanya biashara. Kwa hata hivyo nilishia tu darasa la 7. Umeona, kwa sikutaka pia yule dada ajue kwamba elimu yangu ni ndogo. Lakini pia sikutaka hata ajue kwamba niko mjini kwa ajili ya kumtafuta baba yangu, kwa sababu hata kama ningemwambia namtafuta baba yangu ambaye simjui, naona yule dada angeniona kama siko sawa sawa. Simjui baba, sijawahi kumuona, lakini namtafuta. Kwa hiyo vitu vingi nilikuwa ninamwambia kwa kumficha ficha ili asijue sana undani wangu. Lakini kwa pale mahali ambapo naishi, kiukweli nilimpeleka. Ilibidi tu nimpeleke kwa sababu alinilazimisha sana. Kwa hiyo nikampeleka pale mahali ambapo naishi. Yule dada kiukweli alisikitika sana. Akasema yani unavyoonekana, ustaarabu uliokuwa nao nini, yani kiukweli kabisa hapa sio mahali ambapo wewe unastahili kuishi.
lakini usijali, mimi nitakufanyia mpango, nikutafutie mahali ambapo unaweza kupata hata chumba na varanda, nitakuwekea baadhi ya vitu ndani ili uweze kukaa. Na hii biashara nikamwambia bwana, hii biashara ni ya kaka yangu. Akasema basi sawa, wewe endelea kujishikisha na hii biashara, wakati huo mimi nafuatilia kwa ajili ya kuweza kutanua na kufanya biashara kubwa zaidi ya hii, kwa sababu unaonekana ni mstaarabu nini na vitu kama hivyo. Basi bwana, yule dada tukawa karibu sana kiukweli, yani ukaribu mpaka ukapetiliza. Wakati mwingine mimi nikanajiuliza mbona dada amekuwa karibu sana na mimi. Na kiukweli alinitafutia, aliniambia wewe tafuta watu wa kutafutie sehemu ambayo unaweza kupata labda chumba na varanda, mimi nitalipa na nitakuwekea baadhi ya vifaa vya ndani, yani furniture na vitu kama hivyo. Basi nikatafuta madalali maeneo ya Kinondoni huko Juni kule, nikapata kweli madalali wakanipatia chumba na varanda. Yule dada akanilipia pale, akaniwekea baadhi ya vitu vya ndani, nikaanza maisha pale. Basi pale kama pia yeye kama kwake, kuna wakati mwingine anakuja, umeona akitoka kazini amechoka, anakuja na gari yake pale, anaweza kupumzika pale nini. Lakini ule ukaribu mimi ukawa unaanza kunipa mashaka, ni kwa sababu amekuwa karibu sana na mimi. Yani kuna wakati hawezi hata kukaa bila kunipigia simu. Yani kwa siku moja tunaweza tukawasiliana hata zaidi ya mara 10. Yani anapiga simu, ananiuliza umekula, anaambia bana nimeshakula. Yani kila kitu ambacho nakifanya anataka kujua. Yuko karibu sana na mimi, mpaka ikafikia hata majirani na wale wapangaji wenzangu ambao nakaa nao pale katika makao mapya wakawa wanajua yule ni mpenzi wangu. Ikaenda kwa kweli alishindwa kujificha. Akaamua tu kuniambia ukweli kwamba sasa bwana, kimsingi yani yeye yuko tayari, anahitaji kuwa pamoja nami kwa ajili ya kuweza kufanya maisha mengine. Kikweli mimi kama mvulana kuwa na msichana kama yule ilikuwa ni ndoto zangu, japo haikuwa rahisi. Lakini pia nilijitazama hali yangu pia nilikotoka, na nikimtazama yule msichana anaonekana kuwa kuna pesa nyingi sana, na mimi tena jinsi nilivyo nikaona hapana, sisi hatuendani. Lakini mbali na hiyo pia nikikumbuka hata historia ya rafiki yangu Lameki, kwa sababu Lameki alipata matatizo kama yale kwa sababu tu alikuja akatembea na msichana wa mtu mwingine. Na mimi nikimtazama huyo msichana hali yake jinsi ilivyo na urembo na uzuri aliokuwa nao, kwa vyovyote hawezi kukosa mwanaume. Nikamwambia bwana, ikawa ngumu kweli kumkubalia yale matakwa yake, kwa sababu pia nikimtazama yani hafanani kabisa na mimi. Lakini ilichukua muda, na nikitazama hali yangu pia namtegemea kwa kila kitu, nikalazimika tu kuanza mahusiano naye. Tukaanza mahusiano, tukawa wapenzi. Kiukweli tukawa tunaheshimiana, tukaishi vizuri kwa muda kidogo. Sasa ikaenda yule msichana akaja akapata ujauzito. Umeona, alipopata ujauzito akanifahamisha bwana, mimi na ujauzito. Basi katika mahusiano yetu bwana, yule msichana akaja akapata ujauzito. Umeona, akaniambia bwana, nimepata ujauzito. Mimi kwangu ilikuwa ni jambo jema pia, kwa sababu kila mtu ambaye yuko kwenye mahusiano na mwenzie, ujauzito ni jambo ambalo analihitaji kiukweli. Na kimsingi tayari yule dada alikuwa amesheka malengo na mimi. Tulikuwa tuna mipango mingi sana kuhusu maisha ya baadaye, na pengine atakuja kuoana. Umeona? Basi wananiambia ujauzito, nikasema sawa. Akaniambia basi ngoja basi nifanye taratibu za kukutana na wazazi wangu nyumbani, tuweze kupanga mikakati mingine yoyote kwa ajili ya kufunga ndoa mimi na wewe. Basi tukawa tumekubaliana vizuri tu. Basi sawa. Alipoenda kwao kule, alipoenda kwao, kwa sababu pia yeye pale kwao anaishi na babake na mama yake. Akajaribu kufikiria ni mtu gani wa karibu ambaye anaweza kumueleza kuhusiana na yeye kuwa na ujauzito, na ambaye anaweza kumsaidia kufikisha taarifa kwa wazazi. Na mtu wake wa karibu ambaye alikuwa naye ni mama yake mdogo. Kwa hiyo akakutana na mama yake mdogo, akamueleza kwamba bwana, mimi sasa hivi na ujauzito, na huyo mtu alinipatia ujauzito yupo, na tuna mipango ya kufunga ndoa. Basi mama yake mdogo akamwambia kwamba anahitaji kuonana na mimi. Basi taarifa zikanifikia, akaniambia kwamba bwana, mama mdogo anataka kuonana na wewe. Nikamwambia kuna shida. Kweli nikaenda kuonana na mama mdogo. Mama mdogo akanihoji pale, kama unavyojua tena watu wazima unapoona vijana tuko katika mahusiano kama hali, tuna malengo ya kufunga ndoa, kwa kuna mambo mengi anajaribu kutaka kuyajua. Kaniuliza bwana, kwa vyovyote vile nimeshakuwa wachumba tayari. Nikamwambia bwana, kiukweli bado hatujafikia hatua kwa wachumba, kwa maana kwamba ya kuvishana pete ya uchumba, lakini hilo ndio lengo letu, tuanze na hatua kuwa wachumba na baadaye iweze kuwa harusi. Mama mdogo akashauri kwamba
kwa mazingira pale nyumbani na jinsi familia jinsi ilivyo pale nyumbani, hasa familia yao ni ya kidini sana, akasema ni vyema kwamba tukaanzia kwanza kuvishana pete ya uchumba. Umeona, akawa ameshauri, basi na sisi tukaona kwamba ni jambo jema, kwa sababu pia lengo letu alikuwa baya. Lengo letu ni kufunga pingu za maisha. Tukutaka tu kuishia kwa wapenzi, tulihitaji kuwa mke na mume kabisa. Kwa hiyo tukapanga processes za kuvishana pete ya uchumba. Tukaalika baadhi ya ndugu zake, wajomba zake, mama zake wadogo, na kwa sababu pia tulikuwa tumeplani kwamba baba na mama wa watu ni watu wa mwisho kabisa wao kuhusika katika lile jambo, tusiwahusishe katika swala la kuvishana pete. Kwa hiyo wao tutawapa taarifa kwamba tayari sisi ni wachumba, tumeshavishana pete ya uchumba, tunachohitaji kwao ni baraka zao ili tuweze kufanya hatua za harusi. Kweli tukafanya sherehe ya kuvishana pete na ndugu zake walifika pale, na mimi tena nikawa nimekuja na marafiki zangu pale, kwa sababu pia hata mama yake mdogo nilibidi nimueleze tu historia ya maisha yangu kwa ufupi, kwamba bwana mimi kimsingi wazazi wangu wako na Manyele na hapa mjini sina ndugu. Kwa hiyo nilikuwa nimealika baadhi tu ya marafiki zangu ambao nilikuwa nikifanya nao biashara pale mwanzo, na wale wengine ambao nilikuwa nikiishi nao kule Tandale. Kikweli sherehe ilifana, kama unavyojua tena watoto wa matajiri au watu ambao wana pesa, ukiandaa sherehe zao kama hizo, alialika marafiki zake. Kwa hiyo sherehe ilikuwa kubwa kwa kweli, tulifurahi, tulienjoy, tukavishana pete ya uchumba. Basi sherehe ikawa imekamilika katika hatua hiyo. Kwa hiyo hatua ambayo ilikuwa imebaki ni msingi ni kwa ajili tu ya kwenda kutambulishana pale nyumbani, ili wazazi watupe baraka ili tuweze kufunga ndoa. Na kama unavyojua tena na hali yake ile ujauzito tena na tayari imekwishaanza kujitokeza, kwa sababu ujauzito wa miezi 3-4 kwa msichana kama yule tayari ulikuwa umekwishaanza kujitokeza, na watu wazima ni wepesi sana kufahamu vitu kama hivyo vinapotokea kwa msichana. Basi akaenda nyumbani kweli, akaongea na baba, akaongea na mama kwanza. Kama unavyojua watoto wa kike marafiki zao mara nyingi wanakuaga ni mama. Kwa hiyo akaongea na mama, mama akamuuliza bwana huyo mtu mwenye ujauzito yupo? Akasema yupo. Malengo yenu? Akamwambia bwana malengo yetu ni kufunga pingu za maisha. Umeona? Akasema basi sawa, kama vipi panga tu, tupange muda na siku tuweze kumuona, umlete hapa nyumbani akutane na baba ili tuweze kumuona, ili hatua zingine ziweze kufuata. Na unavyojua tena ndoa ni jambo la baraka. Kwa hiyo mama alimpa sana moyo kiukweli, na jambo hili pia nilipopata taarifa hizo na mimi likanipa moyo. Kwa hiyo hata ile safari yangu ambayo ilileta hapa mjini ikawa kama nimeweka kando, yani kwa sababu lengo lilikuwa ni kuja kumtafuta baba yangu, lakini pia nimekutana na maisha mengine. Basi nikawa nimezama zaidi kwenye maisha ya mahusiano, na safari ya kuja kumtafuta baba kama ikae imefifia hivi. Basi siku kweli ikafika, nikaenda pale nyumbani, nikakutana na wazazi, baba na mama wa yule msichana. Kikweli walikuwa na maswali mengi sana. Waliniuliza tu maisha yangu, umeona, nakoishi, wazazi wangu waliko, kabila, umeona. Akaniuliza mpaka elimu yangu, umeona. Kiukweli kabisa kama nilijisikia unyonge hivi. Nikiangalia story ya background yangu, elimu yangu, maisha yangu, wazazi, nikaona yani kwa kweli yani kama hata nilitamani hata mjomba wangu pengine angekuwepo, kwa sababu nikitazama mimi lika langu na wale ni wazee, ni watu wazima, mimi kuongea nao nikawa kama vile nashindwa. Nitamani hata mjomba wangu pengine angenisaidia, wakaongea watu wazima kwa watu wazima, pengine ongeza kuelewana. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu nikitazama ile familia ilikuwa inaonekana kama ni ya watu wa dini sana. Kiukweli wakaniambia bwana usiwe na hofu, tueleze tu ukweli wa maisha yako, kwa sababu sisi hatuna shaka yoyote. Kitazama kweli ile jumba ni jumba la kifahari na ni familia kweli. Naposema familia ya kitajiri na maanisha ya kitajiri hasa, kwa sababu hata yule msichana alikuwa anabadilisha magari kila kinapokucha, na ni magari ya nyumbani kwao pale, yani wakati wote anapohitaji gari aina yote anatoka nayo tu. Na nikitazama kwa kweli ile familia yani si familia ya kitoto, kwa sababu ni familia kubwa, sehemu ambao wanaishi maeneo ya Masaki fukweni kule. Lakini pia mbali na hiyo yani familia kubwa, kwa sababu hata pia wana ulinzi binafsi wa FFU kabisa, yani kiasi ambacho yani hata mtoto anapotoka lazima taarifa zinakuwepo. Wakati mwingine yani kunakuwa na watu ambao wanamsimamia katika safari zake. Yani kimsingi kabisa nilikuwa na hofu kubwa kueleza kuhusiana na historia yangu, lakini walilazimisha sana kuzungumza.
kwamba nizungumze tu kweli kuhusiana na maisha yangu, nisiogope chochote. Wao wako radhi kunipokea pale nyumbani na wako radhi kuniruhusu niweze kufunga ndoa na mtoto wao. Moyoni nikawa na hofu kwa sababu nikasema pengine wananitega hao, lakini nikizungumza kwa uwazi kabisa inaweza kuwa wakanikataa kabisa. Lakini baadaye nikapata nafasi, wazee wakasema basi ngoja tukuache kidogo uweze kukaa na mwenzio kwa ajili ya kujadiliana, baada hapo tuweze kuendelea na kikao. Kweli akaniacha na mwenzangu ananiambia bwana usiwe na hofu yoyote. Mimi nakwambia hivyo kwa sababu wazazi wangu nawajua, ni wakarimu, ni watu wa dini, yani hawezi kuleta tatizo lolote, hakuwezi kuwa na longolongo ya aina yote. Basi kikao kikaendelea, nikawaeleza historia ya maisha yangu kwamba bwana mimi ni mkazi. Sikutaka kuzungumza katika kijiji kabisa cha Namanyele kwa sababu kule ni kijijini kabisa. Nikaamua kuzungumza tu kwamba bwana mimi ni mkazi wa Sumbawanga, umeona? Natokea Sumbawanga, lakini pia mama yangu yupo, baba yangu nikabidi nidanganyi kwamba baba yangu alifariki, umeona, lakini mama yangu yupo naye ni mkazi wa Sumbawanga. Basi wale wazazi bwana kiukweli wakuonyesha hali yote ya kukasirishwa na hiyo historia ya maisha yangu. Sasa wakati kikao kikaendelea, akatokea kijana ambaye ni mtoto pia yule mzee, yani mdogo wake na yule binti. Yule kijana kumtazama samani kidogo lakini kabla sijakutana na baba na mama katika kile hicho kikao ambacho nakizungumza, kwanza nilikutana na mama kwa sababu kipindi hicho baba alikuwa bado hajarudi, umeona? Kutana na mama, akanipokea vizuri. Basi tukakaa pale, nikapata na chakula, na baadaye ndio baba akawa amewasili akiwa na yule kijana ambaye nimemzungumza. Kiukweli tulipokutana nao uso kwa uso, baba ambaye nimekutana naye na yule kijana ambaye nimekutana naye ndio yule baba ambaye alinisaidia kipindi kile nimeshikiliwa kule polisi, na kijana ndio yule, ina maana kwamba yule ni mtoto wake. Kiukweli hata yule kijana alifurahi sana kuonana na mimi, akaniambia bwana kaka tumekutana tena. Kweli milima haikutani lakini binadamu tunakutana nini. Nimepokelewa vizuri sana. Na hapo ndipo kikao kimeanza, na hayo yote ambayo yakawa yametokea katika kikao yakawa yametokea. Kwa hiyo nikawaeleza kwamba baba yangu alifariki ila mama yangu yupo na mimi ni mkazi wa Sumbawanga. Kwa hiyo tukawa nimeeleza hivyo. Basi makubaliano ya mwisho katika hicho kikao tukao tumekubaliana kwamba tufanye mchakato mama yangu aweze kuja ili waweze kufahamiana wazazi, na baada hapo mipango ya harusi iweze kuandaliwa. Nikamwambia sasa mama yangu atakapokuja hapa hata mahali pa kufikia atakuwa hakuna. Wakasema bwana usijali, wewe tu mlete mama yako atafikia hapa nyumbani, kwa sababu pia nyumba yenyewe ni kubwa na ina vyumba vingi ambavyo havina hata watu ambao wanakaa. Basi nikawa tumemaliza katika mazingira hayo, na mimi nikaondoka. Nikaanza kuwasiliana na mama yangu kwa ajili ya kuweza kumueleza hichi ambacho kinaendelea. Nilipompigia simu mama, hatua ya kwanza ambayo swali la kwanza ambalo aliniuliza bwana umekutana na baba yako? Nikamwambia mama kiukweli bado naendelea jitihada za kumtafuta baba. Akaniambia sawa, umefikia hatua gani? Nikamwambia bwana bado mimi na imani tu siku moja nitakuja kumuona baba yangu kwa sababu damu ni nzito. Na mama tena ashazoea wamsema kwa sababu bwana wewe maneno yako kila siku ni hayo. Mimi nilishakwambia huwezi kumuona baba yako kwa sababu humjui. Labda mimi nikiwepo ndio utaweza kumjua kwa sababu mimi siwezi kumpotea baba yako. Basi nikabidi nimueleze mama pia katika pita yangu huko nimepata mchumba. Mama kidogo alipata mshtuko. Kaniambia bwana wewe umeingia mjini huko na hauna hata mahali maalum pa kuishi, hauna shughuli ya kufanya, utawezaje kupata mchumba na utawezaje kumudu huyo mchumba kuishi naye kama mke na mume? Nikamwambia mama wala usijali, kiukweli familia huko ni familia ambayo inajiweza, ni familia hali ya juu. Nikani nimemueleza juu ya ile familia na mazingira yote yale ambayo nilikuta pale nyumbani. Basi mama akasema sawa. Nikamwambia bwana mama hawa watu wanataka kuonana na wewe ili muweze kufahamiana na process kwa ajili ya harusi iweze kuanza. Mama akaniambia sawa. Nikamwambia na nauli ya kutoka huko na Manyele mpaka huko kila kitu mimi nitakutumia, kwa sababu hata ule mchumbangu aliniambia bwana kila kitu yatasimamia. Basi tukawa tumepanga siku ya kusafiri mama kwa ajili ya kuja huko mjini. Mama akafunga safari ya kutoka na Manyele mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kunisupport mwanae ambaye nimepata mchumba na nahitaji kuoa, tena ukizingatia familia kama ile. Yani kwangu ilikuwa ni siku ambayo yani katika kipindi chote hicho tangu kile kikao nilikuwa nikiishi kwa kufurahi tu, kwa sababu ninaamini kwamba sasa maisha mapya yanaanza, na hata ile lengo langu pia naamini kwamba nikiwa katika maisha mazuri
naishi kwangu, maana na uhakika wa kula na uhakika wa kuishi, kuvaa, sina shida ya kutafuta nyumba na mahali pa kulala. Naamini kwamba ile kazi yangu ya kumtafuta babangu nitaifanya kwa uhakika kabisa. Basi kikweli mama tukaenda tukampokea paka pale nyumbani pale Masaki, nyumbani kwa yule mchumba wangu. Kafika pale akapokewa vizuri na mama. Kipindi hicho baba alikuwa bado yuko kazini, yeye huwa anarudi jioni kwenye saa 10 saa 11. Basi pale mama wakapokeana, mama yake na mchumba wangu na mama yangu wakapokeana, wakakaa faraga, wakazungumza maisha nini, wakanazungumza mambo yao na sisi tunazungumza mambo yetu. Kikaendelea chakula pale nyumbani, tukala pamoja kama familia. Basi ikawa yani ni amani, moyo wangu ukawa na amani kubwa sana. Basi saa 10 ikafika, ikabidi baba ndio muda wake wa kurudi sasa. Pale geti likafunguliwa pale na mlinzi, akawasili pale na gari. Umeona? Basi baba mkwe bwana ndio akawa anarudi sasa hiyo mida saa 10:11 hivi kasoro. Baba mkwe akawa amewasili pale, geti likafunguliwa na mlinzi, kaingiza pale gari, akashuka. Wakati huo mama alikuwa yuko chumbani kwake, katika chumba ambacho alikuwa ameelekezwa kwamba ndio sehemu ambayo atakuwa analala pale, ameenda kujipumzisha. Baba alipofika tukampokea pale vizuri, baba mkwe akaingia pale. Naye akaenda akajiandaa, kaoga. Baada ya kuoga, baada ya kula chakula, kabidi mama aamshwe kwa ajili ya kuja kukutana na mwenzake na kwa ajili ya kikao cha wazazi, kwa wazazi waweze kuzungumza, kupanga mikakati. Basi mama bwana alipofika pale varandani, uso kwa uso akakutana na ule baba mkwe wangu. Kiukweli na sisi tulikuwa pembeni tumesimama pale. Yaani ilikuwa kama movie ya kuigiza. Mama alimuita jina. Moja kwa moja alimuita jina yule babangu mkwe. Akamwambia James. Ika kama hali ya mshtuko hivi. Kila mmoja anajiuliza kuna nini hapa? Kumbe yule babangu mkwe na mama yangu ndiye, yani babangu mkwe ndiye mzazi ambaye nimekuwa nikimtafuta kwa muda mrefu. Ndiye babangu mzazi na ndiye ambaye nilikuwa akiishi kule na Manyere, akaja huko mjini kutafuta maisha na akaja akapata mke mwingine, akapata maisha yake hayo mazuri, akazaa watoto wengine ambaye ndio mwanamke ambaye nimempa ujauzito na ndiye mtoto wake wa pili yule kijana ambaye nilisaidiana naye kule polisi kituoni. Kiukweli kabisa haikuwa hali nzuri kabisa pale nyumbani. Ilikuwa ni vilio, mama analia, babangu pia analia kwa huzuni. Hali imekuwa tafrani pale nyumbani, haieleweki. Baada ya kuelezwa kwamba mimi ndiye mtoto ambaye natafutwa, yani kiukweli kabisa yani ikawa ni vilio. Umeona, mimi nalia, mchumbangu analia, yule shemeji yangu yule kijana naye analia, mama hata huyu mama yake na mchumbangu mamkwe naye analia, kwa sababu imekuwa ni jambo la aibu pia kwamba mimi na yule mchumbangu ni mtu na dada yake kabisa. Tumechangia baba mmoja na yule baba ambaye yuko pale mimi namuita baba mkwe ndio babangu mzazi. Kwa hali ikawa haieleweki, imekuwa tafrani na hali ya taharuki pale nyumbani. Hakuna hata mtu ambaye anaweza kumnyamazisha mwenzie. Kiukweli ilichukua muda sana mpaka tukakaa sawa, na sasa pale wazazi wakaomba nafasi waweze kukutana wao kwa wao. Umeona, wakakaa kikao wao kwa ajili ya kuweza kujadili. Walikaa muda mrefu sana, lakini mwisho wote wakaamua kutuita kwenye kikao kwa ajili ya kutoa maamuzi yao wao kama wazazi wamefikiana vipi. Kiukweli babangu alianza kwa kuniomba sana radhi mimi, kwa sababu anasema kwamba yeye aliondoka kule kijijini kwa ajili ya kuja kutafuta maisha, lakini kama ambavyo unajua maisha, unapofika mjini akajikuta amepata mke mwingine ambaye ndio mama mkwe wangu. Kwa hiyo akaanza maisha mengine, akapata watoto wengine ambaye ndio mchumba wangu na huyo bwana mdogo ambaye ndiye shemeji yangu, na maisha yake yakachange kama ambavyo nimeyaona pale. Akapata pesa, akawa tajiri, kwa hiyo akawa ameshasahau kabisa nyumbani. Kwa hiyo baba mkwe si nimwite baba, akawa ameniomba sana radhi kwa muda wote ambao ameishi bila mimi au mimi nimeishi bila yeye. Lakini pia ikawa amegeuka upande wa pili kuomba radhi kwa familia yake, yani kumuomba radhi yule mchumba wangu, kumuomba radhi mke wake na yule shemeji yangu, kwa sababu kwa muda wote ambao ameishi nao kwa kuambia kwamba alikuwa na familia nyingine huko nyuma kabla ya kuwapata wao. Lakini mwisho ya yote wazazi wakawa wamesema bwana, kwa sababu hii ni aibu ya familia, wanaomba aibu hii endelee kubaki kwa asili ya familia. Mtu yoyote asijue kwamba ule ujauzito
kwamba mimi na yule mchumba wangu ni wapenzi na ule ni ujauzito wangu. Na wakawa kiukweli kabisa wazazi wangu wakawa wameafikiana kwamba watu waende hospitali kwa ajili ya kutoa ule ujauzito na sisi turudi kama familia, kama kaka na dada. Jambo hilo halikuwa rahisi kabisa, hasa kwangu mimi na hata kwa yule mchumba wangu. Kwa sababu sisi ni wapenzi ambao tumeshakuwa wapenzi kwa muda mrefu, tumeshazoeana na tayari tuna mikakati mipya ya maisha, na tayari yeye ni mjamzito. Alifurahia sana alipopata ule ujauzito na mimi nilifurahia sana nilipopata taarifa kwamba yeye ni mjamzito. Leo hii makosa ya wazazi wetu yanataka kutugharimu na sisi tuweze kuvunja mahusiano yetu eti kwa sababu tu labda wao walifanya makosa huko zamani. Kiukweli hakuna hata mmoja kati ya mimi na mchumba wangu aliyekubaliana na hayo mawazo. Na hapo ikawa ni hali tena nyingine ya utata mkubwa sana kati yetu sisi na wazazi. Mama yangu kiukweli akaniambia, bwana mwanangu, hauna jinsi, lazima ukubaliane na mawazo ya baba yako kwa sababu lengo lako kubwa la kuja huko mjini kumtafuta baba yako, na baba yako tayari ndio huyo ambaye umeshamuona. Na kama kweli unahitaji kuishi na baba yako kama mtu na baba yake, ni lazima ukubaliane na matakwa ya baba yako kwa ajili ya kuficha aibu ya familia. Kiukweli mimi nilipinga sana, nikamwambia mama, ni kweli lengo langu ni kukutana na baba yangu, lakini hakuna jinsi, siwezi kuhukumiwa kwa makosa ambayo mliyafanya nyinyi au aliyafanya baba huko nyuma kwa kututelekeza siku ile kijijini. Na hata mke wangu, yule mchumba wangu, kiukweli naye alipinga sana na akatishia kwamba kama hatutachukua hatua, yani wazazi hawatachukua hatua nyingine tofauti na ile, anaweza kufikia hata hatua ya kujiua. Hali hiyo ikabidi wazazi waombe kidogo, kikao kile kigairishwa, akasema tutajadili tena, acha tupate muda kufikiria na hapa na pale kwa ajili ya kuweza kujifikiria na kujiridhisha kwamba ni hatua gani za msingi waweze kuzichukua. Lakini mwisho yote tukawa tumekubaliana kwamba ile ibaki kuwa ni siri na mtu yote asihusike katika kuweza kufahamu ile jambo. Kiukweli ukapita muda kama wa siku 2 hivi, lakini mimi na mchumba wangu hatuna amani. Tukikaa pamoja tunalia, tunajaribu kufikiria ni jinsi gani tunaweza tukajinasua katika jambo kama hili ambalo pengine linakuja kuficha ile ndoto yetu ambayo tulikuwa tumeiweka ya kuishi pamoja kama mke na mume. Tuliumia sana kiukweli, tuliumizwa sana na hatua hii ambayo wazazi wetu wamechukua, pamoja kwamba mimi na yeye ni ndugu wa damu moja, lakini bado tulikuwa tunafikiria kuhusu ile kiumbe ambaye yuko katika tumbo la mchumba wangu. Tunafikiria hata ule muda ambao tuliupoteza kwa ajili ya kuweza kutengeneza na kuimarisha penzi letu, na namna ambavyo hatua ambayo tumefika mpaka hivi sasa. Basi yani tukawa tumebaki katika njia panda bila kujua kwamba sasa ni hatua gani ambayo itafuata. Tunajaribu kufikiria pengine tuwashirikishe watu, lakini nikikumbuka kwamba tumekubaliana ibaki kuwa siri ya familia. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anaumia moyoni. Sasa nakumbuka siku moja ikafika siku ya Jumapili, na kama unavyojua siku ya Jumapili sisi ambao ni waumini wa dini ya Kikristo huwa tunakwenda kanisani kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa hiyo tukaondoka asubuhi mapema kwa ajili ya kuwahi misa ya kwanza pamoja, sisi wote kama familia pamoja, yani mimi, mama yangu, mama yake na mchumba wangu, baba yetu yule, mdogo wangu. Tukapanda kwenye gari moja kwa moja tukaelekea mpaka kanisani. Tulipofika kanisani pale tukafanya ibada yetu kama ambavyo inastahili kila siku. Nakumbuka ilikuwa ni mwisho kabisa wa ibada. Mchungaji ambaye alikuwa anaongoza ibada siku hiyo akasema, kwa sababu siku hiyo kulikuwa na somo la kusamehe makosa makubwa, akasema basi kila mmoja ambaye anahisi amewahi kumkosea mwenzie, yeyote ambaye ana ushuhuda wa kufanya makosa makubwa sana, amemkosea mwenzie, amekosewa na mwenzie, basi aje mbele kwa ajili ya kuweza kutoa ushuhuda na akubali kusamehe yale makosa. Moyoni mwangu kuna kitu kama kikawa kimeingia hivi kiniamrisha kwamba sasa huu ndio muda mwafaka wa mimi kutoa dukuduku langu mbele ya hadhira, mbele ya jamii, ili iweze kujua kwamba kuna jambo kubwa ambalo nimekuwa nalo katika moyo wangu. Nikanyosha mkono kwa ajili ya kwenda pale mbele kwenda kuongea. Kiukweli familia yangu yote ilinitazama. Nikatazamana na mama yangu pale usoni. Mama kama akawa ananiuliza, kwa sababu tulikaa mbali kidogo, ananiuliza kwa ishara na kwenda kufanya nini. Mimi nikajikaza, nikatembea moja kwa moja mpaka pale mbele ya watu, mbele ambapo yuko mchungaji. Nikamwambia, samahani, naomba kuongea mambo haya muhimu, kwa sababu pia somo lako ni moja kama somo ambayo amenigusa sana siku ya leo.
Nikaanza kumueleza kuhusiana na historia ya maisha yangu kule nilikotoka kijijini mpaka kufikia pale mjini. Nikamueleza kuhusiana na mahusiano yangu mimi na mchumba wangu. Tena nikamsimamisha kabisa, nikamwambia aje pale mbele. Akaja pale mbele, nikamwambia mchungaji, huyu ni mchumba wangu ambaye hivi karibuni tuko tuna mipango ya kufunga ndoa, na kama unavyomuona ni mjamzito. Lakini kiukweli kabisa ujauzito huu ni wa kwangu. Lakini baada ya kufanya tafiti na kuja kukutana na wazazi wetu, yani mama yangu na babake na mchumba wangu, imegundulika kwamba sisi wote ni watoto wa baba mmoja. Kiukweli kanisa zima lilipata mshtuko mkubwa sana. Maana kila mmoja akawa ametaharuki pale. Nikawaambia sasa uamuzi wa familia wamesema kwamba ujauzito huu uweze kutolewa na sisi turudi kuwa kama familia pamoja. Nashukuru Mungu, mchungaji alitumia busara zake na hekima kama mchungaji, lakini pia akatumia baadhi ya vifungu ambavyo viko katika Biblia, akiwaelekeza kwamba wazazi wetu ndio walifanya makosa kabla sisi hatujafikia hatua ile. Na akawaomba wasimame pale mbele wakili kwamba walifanya makosa na watuombe radhi, na walisema, na mchungaji akasema kwamba kile kiumbe ambacho kiko tumboni kina haki ya kuishi. Na akatoa taarifa kwamba kitakapoishi katika dunia kinatakiwa kiishi kikimtambua baba na mama kama ambavyo mimi nimekuwa nikimtafuta baba yangu. Na kwa sababu baba na mama bado tuko hai, tuna wajibu wa kuishi kama mke na mume. Kwa hiyo mchungaji akaomba radhi za wazazi pale, kwa hali yoyote, kwa namna yoyote ile, wakubali na waafiki pale pale tuweze kufunga ndoa pale pale, tukiwa vile vile katika mavazi yale yale. Kiukweli kanisa zima liliinuka na kupigia vigelegele na kushangilia kwa sababu ya tukio lile. Wazazi hawakuwa na jinsi yoyote, ilibidi tu wakubaliane, na kweli waliomba radhi mbele ya kanisa pale, na wakatomba sana radhi kwamba walifanya makosa, na wakakubali kwamba sisi tuweze kufunga pingu za maisha. Nashukuru Mungu, mchungaji yule ndiye alitusaidia sisi na akatufungisha pingu za maisha. Na nashukuru Mungu mpaka leo hii mimi na huyu ambaye alikuwa dada yangu ni mke na mume, na mtoto wetu alishazaliwa. Na kiukweli ndio jambo pekee ambalo limenifanya pengine leo niweze kushare na nyinyi ndugu zangu hadithi ambayo nimekuwa nikiishi nayo katika moyo wangu kwa muda mrefu sana. Nashukuru kaka. Kiukweli kuna mambo mengi ambayo ningependa kuifahamisha jamii. Kwanza kabisa, mimi nadhani wazazi wanatakiwa kuwa makini sana. Hasa dunia ya leo, unaweza kukuta mzazi anakuwa na familia 2 au 3 na familia hazifahamiani. Na hili ndio jambo ambalo lilitokea kwa upande wangu. Laiti kama hata kama baba yangu alipokuja mjini alianzisha familia nyingine, lakini kama angekuwa na mawasiliano na familia ya kwanza ambayo ni sisi, jambo hili lisingeweza kutokea kabisa. Kwa hiyo wazazi ni lazima wahakikishe kwamba wanakuwa karibu na familia zao, na inapotokea bahati mbaya wanakuwa na familia zingine, wahakikishe watoto wanafahamiana ili isije ikatokea kesi kama hii ambayo ilitokea kwa upande wangu. Lakini pia jambo la pili, niseme tu kwamba si vyema kuhukumu watu wengine kwa makosa ambayo walifanya watu wengine eti kwa sababu tu kuna aibu inafichwa. Ni lazima mtu ambaye amefanya makosa wajibike kwa makosa yake, na yule ambaye hakufanya makosa basi awe huru. Sisi tutaka kuhukumiwa kwa makosa ambayo alifanya baba yangu kipindi ambacho mimi sijazaliwa. Lakini kama si hekima na busara za mchungaji, pengine leo tungeishi tukiwa si mke na mume, na hata huyu mtoto ambaye najivunia kwamba ndio mtoto wangu wa kwanza pengine asingekuwepo duniani, na pengine hata huyu mke wangu pengine angeshajiua, kwa sababu yeye pia alisema bwana kama atanikosa mimi atajiua. Kwa hiyo inapotokea mtu anafanya makosa basi ahukumiwe kwa makosa yake, na isipelekee makosa yake watu wengine wakahusika katika hukumu. Nashukuru kaka, pia nawashukuru sana kwa sababu nimekuwa nikikutafuta kwa muda mrefu kwa ajili ya kuweza kusimulia story, na naona nimechukua muda mrefu kutafuta, lakini nashukuru pia umepata nafasi ya kukutana na mimi hapa nyumbani. Na kama ambavyo unaona, huyu ndo mke wangu na huyu ndo mtoto wetu ambaye unamuona hapa. Basi nashukuru pia, nawashukuru sana EFM kwa namna ambavyo mnaweza kushiriki katika matatizo ya kijamii. Jambo la ziada la kushukuru ni kwamba mke wangu mimi ni daktari, yuko pale Muhimbili. Kwa hiyo pia mtoto wangu naye anasoma. Kwa hiyo na familia, nashukuru Mungu kwamba niko na familia ambayo pia ni familia inayojielewa. Asante sana. Binadamu ni mapambo ya dunia. Binadamu ni mapambo ya dunia. Masikini na tajiri kitu kimoja. Masikini na tajiri kitu
Yote hayo ufalume uko kwa Mungu. Yote hayo ufalume uko kwa Mungu. Mkoi TV.